Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana kuinua, anaweza Bwana kuinua, anaweza Bwana kuinua, anaweza Bwana, anaweza Bwana. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana, ninakuinua jioni ya leo. Ninasema ni asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako, ewe Bwana. Wewe unayeweza kubariki, wewe unayeweza kuinua, wewe unayeweza kufanya zaidi ya vile tunavyokuwa tumesema, wewe unayeweza kufanya hata zaidi ya vile tunavyofikiria. Jioni ya leo Bwana, tumekusanyika mahali hapa ili tukakuinue na ili tukaseme wema na utukufu wako. Ni asante ewe Bwana uliye mwaminifu. Tunaalika uwepo wako jioni ya leo. Tunatangaza ushindi wako ewe Bwana. Wewe uliye mwaminifu kila wakati, ukaweze kushuka Bwana na ukaweze kunena nasi, na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Mtu mmoja na aseme amen and amen and amen. Bwana Yesu na asifiwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na kusalimu katika jina la Bwana. Jioni ya leo ikiwa ni siku ya Jumanne ambayo tumeweza kupata nafasi ya kupatana mara tena, na ni kwa sababu ya utukufu wake Bwana ndio imefanya tukaweze kuwa na hii nafasi, na tukaweze kukutana nawe, na tukaweze kuwa na wakati mzuri wa kusikia neno la Bwana. Jina yangu nafahamika kama Pastor Sami Mwangi. Nampenda Bwana maana ameniokoa, amenidumisha na amenifanya mwana katika ufalme. Najua ya kwamba wewe mtazamaji wangu uko pale na umekuwa ukinigojea kwa muda ambao tumeweza kupoteana kidogo, lakini najaribu kurejelea polepole katika jina la Yesu Kristo. Ninajua ya kwamba kuna Mungu ambaye ni mwaminifu. Kuna Mungu ambaye anatuwazia mawazo mazuri. Kuna Mungu ambaye anasimama na watu wake. Kuna Mungu ambaye bila shaka kila siku ako na mawazo mazuri, kama vile maandiko inavyosema katika kitabu cha Yeremia ya kwamba ati mawazo ambayo nawaza juu ya maisha yenu ni mawazo mazuri na ni mawazo ya kufanya kesho yenu ikawe ni ya kufana. Na kwa hivyo nimekuletea habari njema ya kwamba Mungu huyu ambaye ninayemtumikia, Mungu ambaye aliyeniokoa, Mungu ambaye ninayemwamini, ni Mungu mwaminifu na ni Mungu muweza wa yote, ni Mungu ambaye anatenda. Na bila shaka mimi ni mshuhuda ya kwamba he is a God, and a God who is not like a man, because he cannot lie. Praise the name of the Lord. And I want to talk, to bring the word of God into speed. And I want to tackle a topic this evening. And God willing, tutaweza kuendelea na hii. I want to talk about the grace of advancement. The grace of advancement.
Praise the name of the Lord. Grace ni neema. Kwa Kiswahili tunasema ya kwamba the grace of the Lord, neema ya Mungu. And so to advance means to move forward, and or you can say to rise to a new level, or in other words you can say it is making a progress. So as we speak about the grace of advancement, you know, God has given us the opportunity to enjoy his grace when we are living here on earth. You know, during the time of Moses, people lived under condemnation because they lived at that time when they had to follow some of the very serious laws that had been made by then. But when Jesus Christ came, the grace of God surpassed all the laws, ikaweza kushinda sheria zote, na kwa hivyo tukaweza kuwa chini ya neema. And that's why today we have been made sons and daughters in the kingdom. The grace is God's divine enablement that propels a person beyond natural limitation. Ama neema ya Bwana ni hicho kitu ambacho kimefichika sana, ambacho kinatusaidia ama kinasaidia mwanadamu kuweza kuenda na kufika bali vile hata hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kuyafikiria. Maandiko inasema katika kitabu cha Zechariah chapter number 4 and verse 6, the Bible says, Zechariah chapter number 4 verse 6, the Bible says, then he answered and spoke unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, that it is not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. You know, sometimes in this life, we go through seasons, we go through some situations, we go through some circumstances, and sometimes we find ourselves not knowing how we made it, how we were able to pass through a certain situation. And somebody somewhere sang and said, I made it through, but I cannot tell how I made it. But one thing that I know, Jehovah took it over. So my brother and my sister, this evening, sometimes we go through moments of pain, circumstances of distress. We go through troubles and tribulations. We go through moments of not knowing whether we are moving forward or whether we are going to go back. Praise the name of the Lord. But the word of the Lord says, it is not by our might. Other versions say, it is by the grace of God. And when we call to the grace of advancement, no matter the circumstance, no matter the prevailing situation, the grace of God is able to propel us and to move us to the next level. And you know, as we live in this era or this time, there are so many things that are meant to discourage us. There are so many things that have been put in place that have been meant to make us just surrender because of the pain and the things that we go through. But I thank God this evening, because when God brought Jesus Christ, we were qualified to get or to enjoy the grace of God. And this grace of God is able to prepare us to that level, to that divine level, that no normal person can be able to reach to that point. Praise the name of the Lord. The Bible says in the book of Exodus, chapter number 14, the book of
Exodus chapter number 14. Just let us check Exodus chapter number 14 and verse 15. The Bible says, "And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward." Praise the name of the Lord. We are talking about the grace of advancement. And here the Lord speaks with Moses. Na mwambia ya kwamba, waambie wana wa Israeli ya kwamba nimewapa neema ya kuendelea na mbele. Hata igawa ile safari ilikuwa imejaa dhiki, ilikuwa imejaa magonjwa, ilikuwa imejaa shida nyingi. Maandiko inasema ya kwamba Mungu akamwambia Musa, and the Lord said unto Moses, "Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they may go forward." Praise the name of the Lord. Unajua walikuwa wanatizama, wanaangalia mbele, wanaona bahari kubwa. Wanaangalia nyuma, wanaona maadui. Lakini Mungu akawapa neema ya kuendelea. Akawapa neema ya kuona ya kwamba kuna ushindi kule mbele. Hata igawa wao walikuwa wanaangalia, wanaona kuna changamoto, walikuwa wanaona kushindwa, but the grace of advancement was upon their lives. I have come this evening as a prophet of the Most High God to tell you that God is going to grant you the grace of advancement, despite what you are seeing before you, despite what you are seeing behind you, but despite what you are going through now. There is enough grace of advancement for those people who believe in God, for those people who cry unto the Lord. The Bible says, he told Moses that to those who cry unto me, and because I have heard their cry, let them go forward, because they have been assured of the grace of advancement. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Maandiko inasema, this grace propelled the children of Israel. They were able to move, to walk into the water. They saw a problem. They saw a situation whereby they were going to perish, but God was with them. He ensured that the grace of advancement was upon their lives. You know, the grace of advancement, this is a supernatural empowerment to move from one level to the other. You know, katika hali ya economy ambayo tuko wakati huu, sio watu wengi wanaweza kuamini ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kuwatoa kutoka utukufu huu awapeleke katika utukufu mwingine. But I pray this evening, and I pray in the Spirit, that God may grant you the grace of advancement, the grace of going forward, that God will give you a supernatural ability to move forward and to see what God has put forward because of you. Praise the name of the Lord. The Bible says, when we have that grace, it will enable us as Christians to overcome obstacles that hinder our progress. You know, without the grace of advancement, whenever we are faced with an obstacle, right? Now the children of Israel, they are looking ahead and they see the Red Sea. Bwana Yesu asifiwe. Wanaangalia, wanaona hapa ni kuisha. Wanaangalia, wanaona hapa ni kuangamia. Lakini Mungu alikuwa anaona kuendelea kwao. Alikuwa anaona ushindi wao hata kabla waweze kuchukua hatua hata moja. Bwana Yesu na asifiwe. The grace of advancement, it is a push that makes the impossible to become possible. In that situation where you see impossibility, it is only the grace of advancement that can come to your rescue. Praise the name of the Lord. So sometimes, hata kama unasikia ni kana kwamba umefika mahali unaweza
ukarudi nyuma ama ukavujika moyo, elewa ya kwamba kuna neema ya kuendelea. Kuna neema Mungu hupea watu wake, neema ambayo inafanya waweze kupanda hata milima. Praise the name of the Lord. He says in the book of Isaiah, and those who trust in the Lord, they shall be empowered. They shall fly high as that eagle, and they will continue to soar and soar higher and higher because of the grace of advancement. Praise the name of the Lord. The Bible says in the book of Psalms, chapter number 75, Psalms, chapter number 75, Psalms, chapter number 75. I want to check the book of Psalms, chapter number 75. In the book of Psalms, chapter number 75. We are reading the verses 6 and 7. Verses 6 and 7 of Psalm 75, verse 6 to 7. The Bible says, "For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He putteth down one, and setteth up another." Praise the name of the Lord. Unajua, sisi wenyewe tukitizama na mtizamo wetu, tunaweza ona tu kuisha kwetu, tunaweza ona tu kuangamia kwetu, tunaweza ona tu ile tu kurudi nyuma. Lakini maandiko inasema ya kwamba sio sisi ambao tunashughulika kuendelea kwetu ama kuinuka kwetu. Mungu mwenyewe ndiye huwa anaweza kushusha na anaweza kuinua, because he is the author of the grace of advancement. And it is only those who are in faith with God, wale ambao wamesimama katika imani na Mungu, ambao wanaweza kuenjoy the grace of advancement, ambao wanaweza kuona kule ambako wanaenda, ambao wanaweza kuona kule Mungu amewapangia kufika. Praise the name of the Lord. Si watu wale tu. You know, it is God who can exalt a man, and it is only God who can put another down, because he is the one who knows our hearts. Praise the name of the Lord. And it is my prayer tonight that God is going to grant you the grace of advancement. Even as you continue, even as you do your work, you have to stand by the grace of advancement. You know, like we have read in the book of Psalms 75, 6 and 7, exhortation comes from the Lord. Ni Mungu ambaye tu anaweza akakuinua. Ni Mungu tu anaweza amua, huyu ndiye atabarikiwa kwa wakati huu. Wanadamu ni kweli wanaweza kuwa na mipango yao. Kuna wengine hata wanaweza kuweka vikwazo vya kuendelea kwako. But let me tell you, if you have the grace of advancement, it doesn't matter what the people want, what the people know, what the people want to do. It is only God who can approve. It is only God who can disapprove, because he is the author and the finisher of our faith. Praise the name of the Lord. So the grace of advancement operates in the lives of those people who have true faith in God. Wale ambao wamesimama na wanasema ya kwamba mimi nimesimama hapa na ninamngojea Bwana, maana ninajua tu kuinuka kwangu tu ni yeye tu anaweza kuniinua. Kwenda kwangu mbele najua tu ni huyu Mungu anayeweza akaniinua. Ni yeye tu anaweza akasimama akasema ni huyu anabarikiwa huu wakati. Ni huyu ambaye atainuliwa kwa huu wakati. Ni huyu ambaye atakuwa na promotion katika jina la Yesu Kristo. When we trust in this God, when we wait upon this God, we are assured of the grace of advancement
katika jina la Yesu Kristo. Maandiko inasema in the book of 1 Corinthians 15:10. The book of 1 Corinthians 1 Corinthians 15:10. 15 and verse 10. The Bible says, "But by the grace of God, I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." Huyu ni Paulo ambaye anasema, anaangalia maisha yake, anaangalia zile achievement ameweza kupata. Anasema ninajua kwamba tu ni neema tu ya Bwana ambayo imefanyika, ambayo imefanya nikafaulu. When you know the grace of God is sufficient in your life, hata utashinda ukienda kushughulika kutembea kwa waganga na waganguzi, kwa manabii wale ambao wamejitokeza kwa hizi nyakati. Maana wewe unaelewa ya kwamba kuna neema ya Mungu ambayo inafanya kazi katika maisha yako. Kuna neema ya Mungu ambayo inafanya kazi katika ile kazi ambayo unafanya. Kuna neema ya Mungu ambayo inaweza ikabadilisha hata hali ya hiyo biashara ambayo unafanya siku ya leo. Praise the name of the Lord. You know, when we have the grace of advancement, tuko na kuelewa ya kwamba Mungu atasimama pamoja nasi. Praise the name of the Lord. Tutakosa uoga, maana tutaelewa ya kwamba huyu Mungu, it is only by his grace that I am what I am. The man who is speaking before you, I can only say and witness, it is by the grace of God that I am a minister. It is only by the grace of God that I have a place of work. It is only by the grace of God that I have a family. It is only by the grace of God that I am serving God. Praise the name of the Lord. Ukielewa, utaacha vituko mingi, because you only focus on looking and working towards getting the grace of God. Bwana Yesu asifiwe. Maana utakuwa unaelewa ya kwamba ni Mungu, ni neema tu ya Mungu inaweza kunibeba. Ni neema tu ya Mungu inaweza ikasimama kwa maisha yangu. Ni neema tu ya Mungu inaweza ikaniinua katika jina la Yesu Kristo. And I want to prophesy over somebody's life this evening as we come to the conclusion. You may have struggled so much, maybe in your place of work. You may have struggled so much with your finances. You may have struggled so much in that business. You may have struggled so much in that marriage. You may have struggled so much with your health. You may have struggled so much looking for a promotion. I have come tonight to tell you, may God grant you the grace of advancement. May God grant you the grace to move forward in the mighty name of Jesus. Because hiyo neema tu, hiyo neema peke yake, hiyo ikikutembelea siku ya leo, hiyo itafanya kuwe na mabadiliko katika maisha yako. Hiyo neema ya Bwana ikisimama katika maisha ya mwanaume inafanya ng'are. Hiyo neema ya Mungu ikisimama katika maisha ya mama, maisha ya kijana, inafanya kuwe na mabadiliko, inafanya kuwe na utofauti katika jina la Yesu Kristo. May God grant you the grace of advancement in your finances. May God grant you the grace of advancement in your business. May God grant you the grace of advancement in that ministry. May God grant you the grace of advancement in that marriage. May God grant you the grace of advancement even in your education, in the mighty name of Jesus. It is my prayer tonight that we are going to desire
to get the grace of advancement. It is my desire, and it is my prayer, and it is my charge this evening, that you may desire to have that grace of advancement, and your life is going to have a turnaround. Your life is going to change. Oh my God, oh my God, somebody's life is going to change when you have the grace of advancement. Watu waliokudharau wataanza kukutafuta, because the grace of advancement is properly working in your life. Watu wataanza kusema huyu maisha imebadilika, watakuita mbarikiwa, because the grace of advancement is working in your life. Praise the name of the Lord. Wacha tukamngoje huyu Bwana, wacha tukasimame, wacha tukaone makuu yake Bwana, maana yeye ni mwaminifu, yeye huwa hadaganyi, yeye ni Mungu mweza wa yote, maana akisema nitafanya, yeye huwa anafanya. So may you desire that the grace of advancement. May you desire, even in your prayer life, I pray tonight that may God grant you the grace of advancement. Katika jina la Yesu Kristo, may God grant you the grace of advancement in all your areas of desire, in the mighty name of Jesus. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, we want to thank you. We want to glorify your name. Thank you because of your word this evening about the grace of advancement. My Father and my God, as we pray this evening, I know there is a woman, there is a man who is struggling. Some, they have stagnated at one place. Others, my Father, they have been going backward. But I pray this evening that you're going to grant us the grace of advancement in our lives, my Father, in our health, in our marriages, in our finances, in our businesses, in our places of work. How, Lord, I pray that the grace of advancement is going to be evident, is going to be abundant in the life of the man watching me, in the life of the woman watching me. Katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza neema ya kuendelea. Natangaza neema ya kupenya katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamesumbuka wakiwa wanashindwa ni nini kilifanyika katika maisha yao. Jioni ya leo, nikiwa mtumishi wako Bwana, ninatangaza neema ya ajabu ya kuendelea katika maisha yao, katika ndoa zao, katika afya zao, katika biashara zao, katika huduma na katika kila kazi ambayo wanafanya. Baba, wacha ukashuke na ukaonekane, wacha ukatende, maana wewe ni mwaminifu. I speak the grace of advancement over my life. I speak the grace of advancement over this ministry. I speak the grace of advancement over my wife's life. Katika jina la Yesu Kristo, kwa maisha ya wazazi wetu, ninatangaza neema ya ajabu ya kuendelea. Ninatangaza neema ya ajabu ya kuendelea kwa maisha ya ndugu na dada, kwa maisha ya wale tunaofanya kazi nao, maisha ya wale tunaoishi nao Bwana, hata wale tunaomega mkate wako Baba. Ninatangaza neema ya ajabu ya kuendelea kwao katika jina la Yesu Kristo. Wacha wema wako na fadhili zako zikawe za wingi katika maisha ya watu hawa, katika jina la Yesu Kristo. Waliokwama mahala pamoja kuanzia dakika hii na jioni ya leo, ninatangaza neema ya ajabu ya kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Wengine walifungua mabiashara yakafanya mark timing, but tonight and this day I declare the grace of advancement katika jina la Yesu Kristo. Wengine walianza process ya kwenda kutafuta kazi katika nchi za Ulaya, process zile zikakwama. I declare the grace of advancement katika jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana ukatende, maana wewe ni mwaminifu.
na sifa zote na utukufu zitakuwa ni zako, na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini, na mtu mmoja na aseme amen, amen and amen and amen. So may God bless you this evening. Mungu awatendee mema na akawatunukie na neema ya kuendelea. Mahali umekwama, mahali unaona kama kimekuramba, ninatangaza jioni ya leo ya kwamba kutakuwa na neema ya ajabu ya kuendelea. Kuanzia siku ya leo na kuanzia jioni ya leo, wacha huo mkono wa Bwana wenye neema ya kuendelea ukaweza kukuguza mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi vile wachawi na waganga walisema juu ya maisha yako, vile maadui walivyoketi na wakasema kuhusu maisha yako, kile ninajua ya kwamba, na huwa nakuambia mtazamaji wangu, ni kwamba katika vile vikao, vile walivyoketi kukiwa na giza, mwenye hiyo giza ambaye ni Mungu alikuwa mahali pale na alisikia. Na kwa hivyo waliosema hautaendelea, waliosema utakwama pale, ninatangaza jioni ya leo neema ya kuendelea ya ajabu, the grace of advancement ikuwe evident in your life katika jina la Yesu Kristo. Wacha maadui na wakaibike, waliokudharau na walioona kuisha kwako, wacha wakaelewe ya kwamba neema ya kuendelea mbele iko juu yako katika jina la Yesu Kristo. May you have that grace in the mighty name of Jesus. It doesn't matter what they said about your life, what they said about that business, what they said about that family, what they said about your work. I know one thing, that the grace of advancement itakuwa juu ya maisha yako, na uhesabu kuanzia siku ya leo, maana tuko mwezi wa 3, na 3 ni ukamilifu wa Mungu. Ninakutabiria bila kufunga macho ya kwamba hiyo neema, wale wote ambao wanaoamini hili neno watapokea ile neema ya kuendelea ya ajabu katika kila nyanja ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. I know God is true and God is faithful. He is not a man that he should lie. And I know tonight kuna mtu maisha yake yanaenda kupokea hiyo neema ya kuendelea, hiyo neema ya kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Wacha hiyo neema ikakubebe katika hii wiki na katika huu mwezi, in the mighty name of Jesus. I wish you a good evening and a good week. Mungu na akulinde usiku wa leo. Mungu na akulinde katika hii wiki. Wacha akasimame nawe hata unapoendelea kusimama na kazi ya Bwana. Ninawapenda sana na huwa nawaombea. Majina yangu nafahamika kama Pastor Mwangi, na natumika kwa ajili tu ya neema ya Bwana. Have a good evening. May God bless you. Amen. 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 Shalom. 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 Shalom.